Bismillahirrahmanirrahim. Hakim rahmatullahi alayhi ameeleza kuwa Buraid radhiallahu anhu amesema kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu atayesoma Qur'an na kuitekeleza yaliyomo atavishwa taji lilotonewa nuru, na wazazi wake watavikwa mavazi yenye thamani zaidi dunia nzima. Watamuuliza Allah, haya mavazi tunapewa kwa ajili ya nini? Wataambiwa ni kwa sababu ya mtoto wenu kusoma Qur'an. Imeelezwa na Tibrani rahmatullahi alayhi katika Jamaul Fawaid kwamba Anas radhiallahu anhu ameeleza kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, atakayemfunza mwanae Qur'ani bila ya kuhifadhi, madhambi yake yote yaliyotangulia na yajayo yatafutwa, na atayemfundisha mwanae Qur'ani atafufuliwa siku ya Kiyama akiwa mfano wa mwezi uliotimia, na mwanaye ataambiwa aanze kusoma. Itakayosomwa na mtoto, daraja ya mzazi itapandishwa katika janna mpaka kisomo cha Qur'an tukufu kimalizike. Hizo ndizo baraka za kuwafunza watoto wako Qur'an. Na sio hayo tu, bali kuna jambo jingine muhimu. Kama utamnyima mwanao elimu ya dini, Allah aepushe mbali kwa ajili ya tamaa ya senti kidogo, basi sio utakosa malipo ya milele tu, bali pia utawajibika kujibu mashtaka mbele ya Allah. Kama una hofu kwamba Uislamu, mahafidhi wa Qur'ani wanafanya kazi ya uimamu msikitini na ni wenye kuwategemea watu wengine katika utendaji wa maisha, kwa hiyo ukamwepusha kipenzi chako kuhifadhi Qur'ani, tafadhali kumbuka kuwa sio tu unamtia mwanao katika msiba wa milele, lakini pia unabeba jukumu kubwa mabega yako la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama isemavyo hadithi hii, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja ataulizwa juu ya uchunga wake. Inamaanisha kuwa kila mmoja ataulizwa ni kiasi gani aliwafunza dini walio chini yake. Pamoja na wale wanaomtegemea, ni lazima kila mmoja ajilinde yeye mwenyewe na watu wake na kasoro hizi. Lakini kama msemo usemavyo, je, mtu aache kuvaa kwa kuogopa chawa? Lazima mtu ajitahidi kuziweka nguo zake katika hali ya usafi. Kama utampatia mwanao elimu ya dini, utajivua katika lawama, na kila mwanao anapokuombea maghfira na kutenda amali njema, daraja lako inapanda katika janna.